ya leo na kwa muda huu atasimama mahali hapo, lakini katika akili yako ya milele ya ajabu inayopita akili zote za dunia ulijua, na ndio maana tunakusifu. Neno lako katika kitabu cha Zaburi ya 118 verse ya 24 inasema kwamba hiyo ndiyo siku uliofaa wewe Mungu kwa ajili yetu, na ukasema kwamba tufurahi na kushangilia ndani yake, na ikasema kwamba vile abarikiwe yule anayekuja kwa jina la Bwana. Hivi Mwokozi wetu tunakushukuru, na kila mmoja aliyekaribia mahali hapa, aliyekuja ili asikilize kweli yako, asikilize neno lako, abarikiwe kwa jina lako Yesu Masia. Naomba mkono wako uwe juu ya kila mmoja aliyekaribia, hata mwenye iko mbali anaposikia sauti hii apate sehemu ya baraka yake. Bwana, nakushukuru kwa sababu uko mwema, kwa jina lako Yesu Kristo. Amina. Kipindi cha mafundisho, na baada ya pale basi tutafurahia mbele ya Bwana jinsi ilivyo maandiko yake. Watu wa Mungu walipokuwa wanakusanyika kwenye hekalu la Yerusalema, ilifika muda yenyewe unakuta wanaandaa sherehe na wanafurahia, wanakulia mbele ya Bwana. Na sisi hata kama tunaweza kosa tuandae namna gani, lakini tutaweza kufanya tu alama, na ile itakuwa mwisho ya ibada yetu ya leo. Hivi ni mara yetu ya kwanza kusimama hapa, ni mara yetu ya kwanza kufika hapa, na kama tunafika mahali hapa kuja kumwabudu Bwana ni kwa sababu lazima madhabahu yake yashimame. Ukasoma katika maandiko matakatifu kwa Agano la Kale, watu walikuwa wanapanda kwa mlima kwenye madhabahu ya Mungu iko, na pale ndio kwenye walikuwa wanatoa sadaka zao. Na Mungu alisema msikuwa mnatoa sadaka zenu mahali kote kwenye mnakuta, lakini muende kutoa sadaka zenu mahali pale kwenye nimesimamisha jina langu. Hivi na sisi kama tumechagua au Muumba wetu ametuandalia hii nafasi, ni hapa tutamwabudu, ni hapa tutamsifu, ni hapa tutamtolea sadaka zetu za shukrani na zingine sadaka zote. Na ndio maana wandugu, hii ni siku kubwa kwetu, ni siku njema kwetu, na kitu kenye upate kujua, haiko mahali kote ndio kwenye watu walikuwa wakitoa sadaka. Mara katika maandiko matakatifu tunasikia watu wakisema, au katika lugha zetu nasema pale ndio madhabahu, pale ndio madhabahu. Madhabahu sio hii meza, haiko hii estrade, haiko kisi mnajua kukiingia kwenye watu wanaabudia ndio unakuta mahali fulani kwenye watu walishapamba wanasema hapana usikaribie pale mahali patakatifu. Haiko ile madhabahu. Leo mtajua inafanana namna gani. Sema amina. Sema amina. Na mwenye nasikia sauti hii kama huko nje, kuja uone kisi madhabahu inajengwa. Hapa sasa tunajenga madhabahu kwa Mungu aliyeumba mbingu na nini? Na ile madhabahu sio ya chuma, sio ya mbao, sio ya sijui ya sima, sio ya mawe, lakini ni madhabahu ambayo tutajenga kwa neno. Hivi wandugu, leo tunajenga madhabahu yetu katika mji wa Goma, kwenye tutakuwa tukimsifu Bwana, tutakuwa tunamwabudu Bwana, tutakuwa tunamshangilia Bwana, na pale njoo kwenye tutakuwa tunaleta mahitaji yetu mbalimbali wakati tunapofikiwa na shida na magumu. Na Mungu jinsi alivyo mwema na alivyo mwaminifu, naye atasimama pale. Mungu anakuwaka na mali kwenye nakutana na watu wake. Alizaliwa akiwa tasa, hakukuwa na uwezo wa kumzaa mtoto. Na huyo wakati yenye alikuwa katika hii hali, alikumbuka akasema hapana, Mungu ni mkubwa. Mungu nguvu zake hazina mwisho, na hakuna kinye Mungu anashindwaka. Hata kama nimetangaziwa kwamba mimi ni tasa, sina uwezo ya kuzaa, lakini mimi najua ya kwamba Mungu iko na uwezo na mamlaka ya kufungua tumbo langu nifanye nini? Nizaa.
ile maombi hakuipeleka ovyo ovyo. Alitafuta kwenye kuna simama jina la nani? La Mungu muumba wa mbingu na nini? Na dunia. Na akaenda Shilo. Akaenda wapi? Shilo. Na alipoingia katika hekalu, ilikuwa muda isiyo ya kawaida, ilikuwa muda yenye haiko muda ya kufanya nini? Ya kukusanyika, ya kuabudu. Lakini akaleta maombi yake pale, akisema, Baba, nisikie huruma, angalia madharau ambayo napata kwa mwenzangu Penina, maana ananiambia niko nayalisha wese bure, niko nafanya kazi bure, najinenepesha kwa bure, maana sina matunda, sina watoto ambao nimezalia mume wangu Elikana. Akalia mbele ya Bwana. Na Biblia inasema alikuwa akiomba kimoyomoyo, mpaka sauti yake haikuwa inatokea, lakini midomo ilikuwa inafanya nini? Ilikuwa inatingizika. Eli naye akakuja katika hekalu. Unajua watumishi wa Mungu kazi yao ni kusimama pale kwenye madhabahu. Kazi yao ni kuchungulia kwenye jina la Bwana linafanya nini? Linasimama. Eli akaingia akaona mtu ndani ya nini? Ndani ya hekalu, akasema, mara hii ni kitu kigeni. Sasa etrange, haiko wakati wa ibada. Huyu amekuja kufanya hapa nini? Akamkalifia, nasema huyu mama anaonekana ni mlevi. Ni nani? Ni mlevi. Ndugu yangu, mtu asijisifie ulevi. Tangu zamani walevi walionekana ni watu wenyewe wanapoteza nini? Akili. Mtu akachagua maisha ya ulevi, ni kusema amechagua ya kwamba aonekane mumacho ya watu ya kwamba hana nini? Akili. Akasema, umeweka akili yako wapi? Hapa sio nafasi yenye walevi wanaweza pakaribia na wakuje wafanye mambo yao. Inawezekana walishapotea. Akasema, mtumishi wa Mungu Eli, usinikamate kama wanawake wapumbavu. Mimi ni mtu mzima na sijawahi kulewa, lakini ninayo huzuni na mzigo kwa moyo wangu. Ninachoomba ni kwamba Mungu anikumbuke. Eli aliposikia ile hajapata detaye ya mahitaji yake, akasema kile kenye uko naomba Baba afanye nini? Akutendee na uende kwa amani. Ndugu yangu, Ana akasimama pale pale, yeye akajua ya kwamba amejibiwa ombi lake. Alijua ya kwamba amekutana na Mungu. Alijua ya kwamba Mungu mwingine sadaka zenye haoyatowaka. Hata usikie mtu alitoa parcel, alitoa $1 milioni, alitoa sijui dola ngapi. Kuna zingine zenye hayatowaka. Kuna sadaka mtu unatoa, mtu nasema huyu ni wa nani? Ni wa Mungu. Nakumbuka siku moja vile Mungu aliomba Abrahamu, anasema, Abrahamu, nimeshiba kondoo, nimeshiba na ng'ombe, nimeshiba na mbuzi, na oro zako nimezishiba. Kenyeme na kuomba unitolee mwana wako Isaka. Uliza mwenzako, je, ulishakatoa sadaka kama ya Abrahamu? Ulishakatoa sadaka kama ya Ana? Najua watu wanashigamba, mimi ni mtoto wa Mungu, anduka ninamheshimu Mungu kwa sadaka zote. Kuna zingine zenye haoyatowaka. Na Mungu akakuomba nazo, labda utasema hapana, ile sauti haiko sauti ya Mungu. Ana aliamua kusema, huyu mtoto unayenipa nitakupatia yeye. Abrahamu alikuwa tayari kumtoa mwana wake Isaka wa pekee mwenye amepata katika uzee wake, akamtoa. Mimi nawauliza, Abrahamu alienda tolea sadaka yake mahali popote? Biblia inasema alipanda kwa mlima pale panapoitwa Beteli. Pale kwenye tena na mjukuu wake Yakobo, wakati alipokuwa anakimbia ndugu yake Esau kwenda kwa mjomba yake Labani, usiku kamwingilia, akajilaza mahali katika mashamba. Kumbe ni pale ndio kwenye Abrahamu tena alimtolea nani? Isaka.
kuna mahali kwenye Mungu anafanyaka nini? Anajifunua kwa watu wake. Haiko n'importe où. Mungu akasema bali pale kwenye jina langu linasimama, ni pale mtaleta sadaka zenu. Ni pale mtaletolea sadaka zenu. Kama uko mbali, utachunga mpaka siku utakaposafiri. Kama una sadaka za vyakula, anasema usibadilishe kwa pesa ili visioze. Mpaka siku utasema, kama kumepita mwaka moja, miaka mbili, unapanda unasema, mimi naenda kuabudu muumba wangu, mimi naenda kuabudu Mungu wangu aliyeniokoa na aliyeniumba. Na unaleta zile sadaka mahali kwenye jina lake linafanya nini? Linasimama. Leo tunajenga madhabahu ya Bwana katika mji wa wapi? Wa Goma. Tunaingia katika maandiko matakatifu. Tunaingia katika maandiko na katika usemi wangu unaweza sikia nikisema Yehoshua Masi. Mungu wetu ana majina mengi. Kuna majina yenyewe yeye mwenyewe anajiita nayo, na yenyewe watu walimpanga kulingana gisi alijionesha, alijifunua kwao. Sawa, jina la Jehova Jire ni jina lenye Abrahamu alipanga Mungu wakati ameona ya kwamba mwana wake Isaka mwenye alitaka toa, Mungu akaumba pale pale kondoo wa kutoa. Isaka akafanya nini? Akamwacha. Na akaita Mungu, anasema huyu ni Mungu mwenye anajisumbukia. Ndio maana ya jina lile Jehova Jire. Mungu anafanya nini? Anajisumbukia. Hivi nikimuita Yesu Kristo, Kristo tulivyojua Yehoshua Mashiach, naye ni jina lenye alipewa au jina lenye alitangaza nalo. Na ile jina ni jina la Kiebrania. Kusema Yehoshua ni jina la Kiebrania, lakini mkigiriki ni Yesu. Na ile jina ikakuwa francise a Jésus, ikakuwa swahilize a Yesu. Na jina halisi aliloleta malaika Gabriel ni Yehoshua. Kigiriki kinaita mkitabu Mkiebrania ni Mashiach. Kigiriki kikasema Christos. Na Fransai nasema Kristo. Na Swahili inasema Kristo. Ile yote ni majina ambayo Muumba wetu anaitwa nayo. Sasa katika lugha yangu unaweza kuta na pendelea sana kumtangaza kwa jina la Yehoshua Mashiach, ili pale mara moja unanielewa. Usiwaze kama Yehoshua Mashiach ndio kusema nini. Na kusema Yehoshua ni kusema yao anaokoa. Ni kusema Yahweh anaokoa. Yaani YHWH anafanya nini? Anaokoa. Ile ndio jina ya Mungu mwenye aliumba mbingu na nini? Wengine jinsi waliendelea kutafsiri maandiko, ndio maana wanamuita Bwana, wanamuita wa milele au eternel, wanamuita Seigneur au Maître, ni kulingana jinsi watu waliendelea. Lakini jina lake tangu mwanzo jinsi alivyojifunua kwa watu wake anaitwa YHWH. Na tamko yake kwa kusema usome ile ni Kiebrania. Kwa lugha yetu tunaweza leo unaweza sikia mtu anasema yao. Sasa watu kuendelesha kutafsiri wanasema Yahweh, wengine wanaweza sema ya njoo ile. Na waza kwa ufupi nimeweza kuonesha majina ambayo tunatumia katika ibada mbalimbali kwenye watoto wa Mungu wanasimama kwa kuabudia. Hivi ile isiwezi kukutia katika maulizo, ndio maana nimetangulia kukuonesha. Hapa tunasoma ndani ya kitabu cha Mwanzo 28 verse 16, tutashuka na usomi kwa jina la Yehoshua Mashiach. Kisha Yakobo akaamka toka usingizi, akasema, hakika Yahweh yuko pahali hapa, nami sikujua. Yakobo akaogopa na kusema, pahali hapa panatisha sana. Bila shaka hapa
kwamba ni nyumba ya Mungu na mlango wa mbinguni. Yakobo akaamka asubuhi mapema, akatoa lile jiwe alilokuwa ameliweka chini ya kichwa chake, akalisimika kama nguzo na kulitakasa kwa kulimiminia mafuta. Akaita pahali hapo Betheli, ni kusema nyumba ya Mungu. Na jina la mbele la mji ule lilikuwa Luzi. Kisha Yakobo akafanya kiapo akasema, ikiwa Mungu utakuwa pamoja nami na kunilinda katika safari yangu, ukinipa chakula na nguo, kusudi nirudi katika nyumba ya baba yangu salama, basi wewe Yawe utakuwa ndiwe Mungu wangu. Nalo jiwe hili nililosimika hapa kama nguzo litakuwa nyumba yako Mungu, nami nitakupa sehemu ya 10 ya vitu vyote utakavyonipa. Amina. Amen. Mzaliwa wangapi? Wa kwanza. Na akauzisha ile urithi kwa manjegere, kwa mboga ya manjegere tu, mai yenye tunaweza kwa kopo ya bui tu, akauzisha urithi wake. Unajua mtoto wa kwanza alikuwa ni mrithi, jinsi ilivyokuwa katika Israeli. Lakini njaa, wakati Esau alishindwa kuvumilia, akaona ile kitu kuwa kitu bure, akaizarau. Na Yakobo kama mwelewa anasema, niuzishe urithi wangu ili nikupatie kumboga yangu ya manjegere. Akasema basi urithi kuitwa mzaliwa wa kwanza, na nilifalia nini nipatie. Naye akamupa. Alifikiri anafanya ile kwa meza, lakini Yakobo alikuwa amepewa urithi kwa neno. Kwa nini? Kwa neno. Muda kaendelea, wakakoma. Sasa baba yao akafika miaka ya uzee, na akasema, siku zangu zinakaribia kuisha, na karibia kifo. Mwana wangu wa kwanza Esau, aenda kuniwindia, aenda tafuta mawindo na uweze kunipigia chakula kitamu, nitakapokula na kushiba na kufurahi, ndipo ndakubariki. Ndipo zafani ni ndakubariki. Esau akakimbia, kumbe mama yake Rebeka iko nasikia. Na kizi nale mzalaka na iko na ujinga kusema, katika tumbo yako kuna watoto wawili ni mapacha. Mkubwa atatumikia nani? Mdogo. Aliposikia ile akasema, njoo muda imefanya nini? Inafika. Na ile ilikuwa mbele na wangali tumboni. Mungu alikuwa tu na iko na plan. Sakuru ke plan ndiye ikue realize. Ilibidi na Esaia yeye mwenyewe asede kwa hiari yake. Sasa wakati baba yake anasema kwamba mimi nabariki, alifikiria kosa zile baraka angali nazo. Alikuwa kashaka zipana za amani kwa bei ya nini? Ya kopo ya manjegere. Hivi hapa tukakuta anasaka tengeneza akafa mbio. Yakobo kuja hapa akamvika ngozi ya mbuzi na kumpigia chakula, simpelekea baba yako. Alipofika pale juu, Esau alikuwa mwili wake ulikuwa unafunikwa kwa manyoya. Basi akasema, sauti ni ya Yakobo, lakini mwili ni wa nani? Ni wa Esau. Akasema, karibia hapa kwanza. Akanusa na nani? Na Yakobo. Akasema, hii ni harufu ya mawindo ya shamba kabisa. Na akaanza kumbariki. Alipomaliza kumbariki Yakobo, mama akaongeza na yaenda, ndugu yako akakukuta hapa, ndio sinakuwa nini? Nguvu. Na akaanza safari. Wakati alipokuwa katika safari, usiku ulimwingilia sasa katika njia. Akalala mahali fulani. Na alipolala pale akakamata jiwe tu ile alikuta pale, akasegemea juu yake. Alipokuwa iko pale akaota ndoto. Akaona mungazi mrefu na mbingu inafunguka mara moja, mungazi inapandikizwa mpaka mbingu. Malaika wengine wanapanda na wengine wanafanya nini? Wanashuka. Na ndio maana pale kuverse sasa akasema, certainement
hakika hapa ni nyumba ya nani? Ya Mungu. Hapa panatisha. Hii ni nyumba ya Mungu na ni mlango wapi? Wa mbinguni. Ndugu yangu, ingekuwa makanisa njoo milango ya mbinguni, kumbe dunia yote ishakapona. Hii batimaki munaona ingekuwa njoo mlango ya mbinguni, kumbe watu wote wamefanya nini? Wamepona. Juu watu wanayalaka mule. Lakini japo wanayala mule, hawaye kutanana na Mungu. Kumbe Mungu ni mwingine na majengo ni nini? Ni kingine. Leo tutasikia mlango wa mbinguni. Na ndio maana tulikualika kama umepata ile neema, hata kama hatukufanya hatukufanya vitasio mingi, lakini ile vitasio ya kino. Leo ninajua utatoka hapo ulishajua mlango ya mbinguni. Tofauti gisi watu wanakamataka wasema pale ndio masababu. Mungu anaikalaka pale. Hapa Mungu anaikalaka hapa. Hapa leo tutakunyia hapa maji na kukulia hapa. Sasa tukakulia hapa na Mungu iko wapi? Lakini tunajenga madhabahu. Jacob alipoamka kashangaa akasema basi amali hapa kunatishwa. Hakika Yahweh yuko pale hapa. Nami sikujua. Yakobo akaogopa na kusema pahali hapa panatisha sana. Bila shaka hapa ni nyumba ya Mungu na mlango wa mbinguni. Ndugu yangu, kama watu wako na tangatanga mumadini, wako natafuta nyumba ya nani? Ya Mungu na mlango wa kufikisha watu kwenye wapi? Mungu. Ambia mwenzako watu wako katika utafiti ya kupata mlango ya wapi? Ya mbinguni. Leo Mungu akupe neema utoke hapa na ulishajua mlango wa mbinguni yeye peke. Mungu tena kufungula kama atasema mlango wa mbinguni njoo. Jacob alipoona ile akasema mahali hapa panatisha. Hakika hii ni nyumba ya nani? Ya Bwana. Hivi Mungu alijifunua kwa Yakobo pale, na Yakobo akasema hapana, kufuatana kisi Mungu amejifunua kwangu hapa. Hii ni nyumba ya Bwana. Akasimika nini? Jiwe. Na kaita mahali pale Beteli, maana yake nyumba ya Bwana. Na akamimina juu yake kwa ile jiwe nini? Mafuta. Ile Mungu pamoja na watu. Biblia inasema wengi wao waliposikia ile maneno wakarudi wakasema hivi, sitakanyangaka tena pale. Yoshua alipoona gisi wengine anaenda kageukewa mitume zake, anasema sasa na nini? Mnangoja nini? Wao wakasema tuende wapi? Kwako tumepata maneno ya nini? Ya uzima. Akasema mnasema kitu kizuri. Wakaendelea na nini? Na safari. Kwenye madhabahu ya Mungu kuna uzima. Kwenye madhabahu ya Mungu kuna tiririka maji ya uzima, ya kuleta uzima kwa watu ili waishi kisi Mungu anataka, ili watembee kisi Mungu anataka, waishi mapenzi yake. Kwenye madhabahu yake kunapaswa kutoka maji ya uzima. Kunapaswa kutoka chakula kinini? Ya uzima. Neno la Mungu ni mkate inayoleta uzima. Neno la Mungu ni maji inayoleta nini? Uzima. Inaleta uzima kwa mtu. Ile ni madhabahu yenye ilijengwa pale. Na sisi Kenya tunaomba hii nafasi. Hii haiko nafasi ya waziri. Haiko nafasi ya lesea ya kusema tunakuja hapa tukue kisi tunataka. Hapa tukaingia hapa tunapenda tuone Mungu. Hivi ukokiaka hapa, ukiabudia hapa, ni kusema uko na hitaji ya kusema mimi napenda nikueona Mungu na niingie katika ufalme wake. Amina. Njoo kenyeke naache tunakuja hapa. Na muda yote yetu tutakuwaka au hatutakuwaka, Mungu kisi anavyoishi azidi na endelee yake kujifunua kwa watu wake, aendelee kuangazia, kuonesha njia ya kuwabeba mbinguni. Mahubiri, mafundisho yenye itahubiriwaka hapa, jinsi Mungu anavyoishi aliyeumba mbingu na dunia, ilikuwa mahubiri yenye inawafungulia watu njia
ya kumuona. Ilikuwa mahubiri inasaidia watu waingie mbinguni, waingie katika nyumba ya Bwana. Maana katika Zaburi kuna andiko, Zaburi 15 nasema, ni nani ndiye atakayepanda katika mlima wako mtakatifu? Ni nani ndiye wa Mungu? Kanisa ni masomo. Inafundishaka watu njia za nani? Za Mungu. Inawafundisha Mungu, inawafundisha namna gani watu wanaweza tembea na Mungu katika hii dunia wakiwa katika mwili. Ndio kazi ya kanisa. Na ndio maana Yoshua alipopana alisema, ninyi mitume muende katika dunia yote, muende kunifanyizia wanafunzi. Hapa ni masomo. Amen. Tukifika hapa tunakuja kujifunza njia za nani? Za Bwana, ili tutembee ndani yake. Ile ni neno moja, ile ni jiwe moja lenye tumeweka kwa madhabahu yetu. Muda yote nitakuwa, sitakuwa, na wengine watumishi wenye Mungu ataleta wakuweke kusudi wasaidie taifa la Mungu kumjua, na ili wajue namna gani watatembea ili waingie katika nyumba ya Bwana. Ile ni jiwe ya kwanza. Jiwe ya tatu, ile maneno tuko nasema pale, tuko na jenga madhabahu sasa. Haiko hii meza. Hata utakutaka mtu ashaleta hapa ki madhabahu, usiogope kile, si basi hakose, lakini uogope neno la nani? La Mungu. Neno la Mungu. Uheshimu, litii, litaleta uzima kwako. Isaya sura 2 verse yake ni ya 2 na ya 3. Neno la Bwana linasema hivi: katika siku zinazokuja itatukia kwamba mlima wa nyumba ya Yahweh utaimarishwa kupita milima yote, utainuliwa juu ya vilima vyote, mataifa yote yatajaa kule. Watu wengi wataenda kule na kusema, mukuje tupandie kwenye mlima wa Yahweh, tuende kwenye nyumba ya Mungu wa Yakobo, apate kutufundisha njia zake. Maombi yangu na jiwe la pili ndiye tunaweka kwa hii madhabahu, kila mtu mwenye ataingia hapa akuwe na nia na njia ya kusema, Mungu mimi nakuja kwako unifundishe njia zako ili nitembee ndani yake. Nafasi ya mwenye anapenda atembee ndizi Mungu anataka iko hapa. Amen. Lakini nafasi ya mwenye hajali maneno ya Mungu haiko hapa. Ni heri nibaki hapa mimi peke kuliko tuikale hapa mamilioni ya watu na hatujali neno la nani? Mungu kisa anavyoisha fatilia neno. Kila mwenye ataingia hapa kuwe na njaa, akuwe na susi, ajifunze njia za Mungu ili atembee ndani yake. Atembee ndani yake. Na ile ndio shabaha yetu. Hatutafute wingi wa watu, lakini tunatafuta mtu mmoja mwenye atakuwa mwanafunzi wa Yesu, ili siku moja Yesu akija amunyakue, apande naye katika hewani na waishi naye milele na nini? Kusudi gonga nikarudisha inafaa nini? Inamegonga. Na ndio maana mimi na wewe tuko wanafunzi. Amen. Tuko wanafunzi wa neno. Hapa tukibebesha watu mizigo na si yenyewe hatutabeba. Kama ni kuimba tunaimba, kama ni kucheza tunacheza, kama ni kutoa sie wote tunatoa, kama ni kushinga na kubeba mambo ni sie wote. Amen. Kama ni kwenda shota moyo ni sie wote. Mtu kila mtu atalipwa sawa sawa kisi alivyo. Amina. Nikasema mkwenda mwende fanya ile, ndalikuwaka jia nini? Jule huko watumishi wenyewe wanapenda wakuwa na mebeo kumatipu. Mtumishi wa Mungu, mulete vatire nitakubeba. Haiko ile. Mungu hakutuitaka kusudi tutembee mavatire. Na ikifika muda tunatembea ndani yake. Na Mungu kama hataki tutatoka huko na hatia atembea kwa wasu, lakini tuko watu wa nani? Amen. Tuko watu wake.
wanatembea mavatiri ndio watumishi wa Mungu. Je, haiko hivyo? Hivi wandugu, kenye tupate kujua tunaposhinga madhabahu yetu hapa, hiki kituo Mungu atiririshe maji ya uzima tunapokusanyika hapa. Hizi Biblia inasema kama watu wawili ama watatu wakikusanyika, mimi ni pale. Kila mtu mwenye ataingia hapa anakaa, asione pastor, asione mwalimu, lakini aone Mungu amewashukia. Atoke hapa akisema nimeona Mungu leo. Mungu atutendee kile. Mungu atutendee kile. Hivi wandugu, leo tunaomba maombi ya kufungua madhabahu yetu hapa kwenye tutakuwa tumekusanyika kwa ajili ya kumwabudu Bwana, na vitu viwili ndio vile ambavyo tunalenga na nyewe tunaomba Mungu atutendee siku ngapi? Siku zote. Na ninyi watumishi ambao mko kule mtapandaka hapa kwa madhabahu, kama utasimama unahubiri watu, fundisha watu njia za Mungu. Hapana vitu vyenye havitawajenga kuonaka Mungu. Hapa tukaikaipa tunasema unajua watoto wa Mungu naombaka mnakuwa wasafi, mnachunga mili yenu bie. Ele maneno naweza acha mnaona Mungu? Hapana. Watoto wa Mungu naomba mnafanya kazi mnakuwa nakula bie. Amen. Biblia inasema tutakuweka mema ya nchi. Neno la Mungu nasema Yohana Mbatizaji alikuwa anakula mipanzi na asali. Ndio chakula yake. Mafungo hakukulaka nyama,